Nitaangalia neno la Mungu kwa ufupi kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo, mlango ni ule wa 4. Nitaenda kusoma hapo mistari michache kuanzia mstari ule wa 6. Waraka wa kwanza kwa Timotheo, mlango wa 4. Mstari wa 6 unaanza hivi: wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale ulioyafuata. Kuna mambo hapa juu ambayo alisema ni ya kukumbusha, lakini utasoma mwenyewe. Mstari wa 7 unasema, bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno kama lilivyotumika dini hapa, sio dini tuliyokuwa tunaikemea wakati tunaomba hapa, tukasema tukemee roho ya kidini na ya kawaida. Sio dini inaongelewa hapa. Dini inaongelewa hapa, kama ningetumia lugha nyepesi ambayo inazoeleka kirahisi siku hizi, ningesema kwamba bali hadithi za kale zisizokuwa za kiroho. Haleluya. Zisizokuwa za kiroho uzikatae, na ujizoeze kupata utauwa. Amen. Kwa hiyo ndio ilikuwa na maana hiyo. Hadithi zisizokuwa za kiwokovu, zisizoendana na wokovu tulionao katika Kristo. Kwa hiyo akasema ajizoeze kupata utauwa. Hili neno utauwa pia lina maana ya kujizoesha kuishi maisha ya uungu. Ufanye mazoezi ya kuishi maisha ya uungu. Hebu sema uungu. Na hapa ina maana watu wakikuangalia waone ni Mungu anaishi. Watu wakikuangalia wakati unaishi wamuone Mungu, ndio maisha ya uungu. Kwa lugha nyingine, Mungu aishi ndani yako na ajidhihirishe huku nje. Ndio maisha ya utauwa yanayoongelewa hapa. Kwa lugha nyingine, watu wakikuona wamuone Kristo ndiye anaishi. Unatenda hivyo wamuone ni Kristo, unavyotenda ni kama Kristo alivyokuwa anatenda, unavyoongea ni kama Kristo anavyoongea. Nguvu unazotembea nazo ni nguvu za Kristo mwenyewe. Jizoeshe kudhihirisha maisha ya namna hiyo. Ndio ilikuwa na maana hiyo. Maisha ya namna hiyo anasema hayawezi kuonekana nje ya kujifanya mazoezi. Ni maisha yanayopatikana kwa mazoezi, practical, sio nadharia. Kwa hiyo anasema ili maisha ya uungu yaonekane, moja, kataa hadithi za kale za kizee zisizo za kiroho. Halafu kisha zikataa, fanya mazoezi ya kudhihirisha uungu. Haleluya, kanisa la Mungu. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Tuko pamoja watumishi wa Kristo. Sasa anafafanua kidogo mstari wa 8. Anasema maana mazoezi ya viungo vya mwili yana manufaa kidogo. Kwa hiyo alitaka kutuonyesha mazoezi haya yanayoongelea ni jambo la kurudia rudia, kama ambavyo mazoezi ya viungo ni jambo la kurudia rudia. Sisi tunafahamu mazoezi ya viungo wa watumishi wa Mungu. Ulishakutana na watu wanakimbia wakakwambia sio kwamba wanakimbilia mahali, ila wanaupa mwili nini? Mazoezi. Kuna wengine wanapanda mpaka milima huko, wanasema wanafanya nini? Mazoezi. Ni wangapi walishaona vituo wanajenga huko kwenye miji wanaita gym? Hebu punga mkono kama ulishaona sikia gym.
Kanisa hili inawezekana mnaenda huko nini? Mbona wamenyosha mkono karibu wote? Haleluya. Kwenye jimu wanaenda kufanya nini kule jamani? Mazoezi ya kiroho, miili yao. Watu tena vijana majinzi wanapenda sana mazoezi kwa sababu wanataka ajenge misuli au nikani kifua kimepanuka, na wadada wanataka wafanye mazoezi wawe English figure, kiuno manyigo. Kwa hiyo kila mmoja anafanya mazoezi apate upande wa kwake. Tuko pamoja? Wamecheka mchungaji kusema kiuno manyigo. Nyie nichekeni tu, lakini nikipasua mioyo yenu utakuta ndicho mnachokitamani mnaoenda kwenye mazoezi. Haleluya. Nasemea jenzi, wama najua wana mambo mengine wanaangalia. Haleluya. Sasa anasema maana mazoezi ya viungo vya mwili yana manufaa kidogo. Kwa hiyo anasema haya mazoezi yana manufaa kidogo kwa sababu Mungu ameweka kwamba mwili ifanyizwe mazoezi. Kwa hiyo kuna kama manufaa. Sio kwamba mazoezi yale hayana faida kabisa. Tena nawatia moyo kama hufanyi mazoezi, huo unafanya mazoezi. Haleluya. Lakini anasema haijalishi faida unayoipatia hapo, ukilinganisha na haya mazoezi mwingine anayotuambia, kile ni cha mtoto. Haya anatuambia ndio yana faida kubwa. Haleluya. Ni yepi hayo? Anasema lakini utauwa una manufaa ya kila aina. Sijui Biblia yako inasemaje, lakini hebu anzia hapa alikosema lakini. Nione Biblia yako inasemaje. Tunataka tusome kwa pamoja. 1 2 3 go. Unaona? Unafaa kwa mambo yote. Na Biblia yangu ikasema lakini utaua una manufaa ya kila aina. Kule mazoezi ya kimwili amesema una faida kidogo. Hapa kwenye upande wa mazoezi ya kupata utaua akasema una manufaa ya kila aina. Yaani mazoezi ya kwamba uungu ndio uishi ndani yako. Akasema, anaendelea, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa. Haleluya. Sio uzima ujao, uzima wa sasa, na ya ule utakao kuwepo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja nieleze kidogo. Mazoezi haya ya kiroho ya kupata utaua, kwa sababu nimeshafafanua, kwa sababu nikienda moja kwa moja unanielewa. Mazoezi haya ya kiroho ambayo yanafanywa ili utaua upatikane. Kwa lugha nyingine anataka kusema ukiona mtu ambaye hamna utaua ndani yake, ukiona mtu ambaye maisha yake hayaonyeshi utaua, uwe na jibu moja tu: hafanyi mazoezi ya namna gani ya kupata utaua. Ukiona mtu ana misuli mikubwa namna hii, misuli mikubwa namna hii, wala asipokuambia ujue huyo mtu anafanya mazoezi ya namna gani ya mwili. Kwa hiyo matokeo yatatuonyesha huyo mtu anafanya mazoezi au hafanyi mazoezi. Lakini anachotaka kusema ni kwamba sahau kupata hicho kitu kama mazoezi ufanye. Sahau kuwa na stamina ya kuweza kubeba mizigo au kupiga mbio bila kuhema au kupanda milima mikubwa bila kuchoka. Sahau hicho kitu kama hupi mwili mazoezi. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo anataka kusema tunataka kuona kwamba tunaenenda kwa roho. Tunataka kuona kwamba Mungu ndiye anaishi, sio sisi. Tunataka kuona kwamba nguvu za Mungu zinatenda kazi katika maisha yetu. Tunataka kuona kwamba roho zetu ziko juu na tunatembea na nguvu za Mungu. Sahau kama mazoezi ya utaua hufanyi. Naongea na mtu hapa. Sasa mazoezi ya kupata utaua ni yapi? Ni masomo yataendelea huko mbele, lakini hebu nigusie kidogo. Mazoezi ya kupata utaua ni yapi? Kila jambo unalolifanya ambalo limeelekezwa na Roho Mtakatifu katika neno la Mungu, hilo jambo kilifanya uko kwenye kufanya zoezi la kupata utaua. Haleluya. Unaona ilivyo rahisi Hebu tumadhimishe Mungu kama tumeona. Haleluya. Kila jambo ambalo Roho Mtakatifu amelielekeza kwenye neno, kila jambo ambalo limeelekezwa kwenye maandiko ya matakatifu, kwenye neno la Kristo, kwamba tulifanye kama watakatifu, kwamba tulifanye kama watoto wa Mungu,
Jambo hilo ukilifanya kwa msaada wa Roho Mtakatifu, uko wapi? Unafanya zoezi la kupata nini? La kufanya nini, kanisa la Mungu? La kupata utauwa. Na uwe na uhakika, ukiwa mwaminifu kwenye zoezi hilo, mbele ya safari, kila itwapo leo, utaona daraja la utauwa linaongezeka kwenye maisha yako, hata kama watu hawataona, wewe utajijua. Bwana Yesu asifiwe. Niulize neno moja. Ukifanya mazoezi pale gym miezi 6, matokeo hayataonekana? Baada ya hapo ukakaa nyumbani unakula na kulala mwaka, ile faida na matokeo yaliyotokea ya kufanya gym miezi 6, bado hayo matokeo yataendelea kuonekana? Si yatapotea? Kwa hiyo inaonyesha maisha ya mazoezi ni ya kudumu. Lakini kadiri yanavyoendelea ndivyo na stamina yako inazidi kwenda wapi? Juu. Hivyo hivyo na utauwa, mazoezi yake yanaendelea mpaka Kristo atakapoonekana wapi? Mawinguni. Lakini uwe na amani, kadiri unavyoendelea ndivyo unavyopanda nini? Daraja. Tumadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Sasa nataja baadhi ya mazoezi ya kupata utauwa ambayo yapo wazi na Mungu ameyaweka, na nitataja yale ya kuanzia darasa la kwanza. Haleluya. Haleluya. Mazoezi haya yanaenda kwa darasa, na lazima wote tuanzie darasa la kwanza, alafu tu tunaenda la pili, la tatu na kuendelea, si ndio jamani? Ulishaona mtu anaanza darasa la 5 hata la kwanza hakuapita? Kwa hiyo nitaje mazoezi ya darasa la kwanza. Mazoezi ya darasa la kwanza ambalo ninapoyataja manake yanatuhusu sisi hapa. Haleluya. Zoezi mojawapo, yako kadhaa. Zoezi mojawapo la darasa la kwanza ni kuhudhuria katika kusanyiko takatifu kila linapokuwepo. Kuhudhuria katika kusanyiko takatifu kila linapo. Kusanyiko takatifu nalijua ni lipi? Hata ili tulionalo hapa kusanyiko nini? Takatifu. Kwa hiyo ukisikia kuna kusanyiko takatifu katika kanisa, uwe na uhakika unapohudhuria ile kusanyiko takatifu ni zoezi moja hapo la kupata nini? Utauwa. Na Mungu ameamuru akasema tusiache kukutana kwenye kusanyiko takatifu, kwa sababu anajua tunapokutana Roho Mtakatifu anakuwa kazini kuhakikisha kila mtu anafanya zoezi la kupata utauwa na hatua zinaendelea mbele. Haleluya. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Zoezi la pili la kupata utauwa ni kuwa na muda wa kusoma na kutafakari neno la Mungu kama lilivyoandikwa kwenye Biblia. Biblia isiwe mbali na wewe. Biblia isiwe kitabu kilichofungwa. Kwako Biblia iwe ni kitabu kiko wazi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mojawapo ya zoezi hilo liende vizuri ni kila mtakatifu kuwa na Biblia. Kwa hiyo hilo ni mahali pa kwanza. Kumbuka nimesema tunaanzia darasa la ngapi? La kwanza. Zoezi la tatu ni kuwa na uhakika, yaani kuwa na bidii kwamba angalau kila wiki unapata siku hii moja ya kufunga na kufanya nini? Ya kufunga na kufanya nini? Angalau siku hii moja katika nini? Katika wiki. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hapa imeshatusaidia, kwa sababu hapa sio tu na siku moja ya kufunga na kuomba hapa kanisani, si ndio? Kwa hiyo wale walioianzisha kumbe walipata maono haya ya kwamba mazoezi ya utauwa ni ya muhimu. Kwa hiyo inajitosheleza sana. Shida ni kwamba wewe ni mwaminifu kwenye kufanya haya mazoezi. Hapo ndio swali lingine la kujibu, lakini kwa utaratibu huo upo. Haleluya. Kwa hiyo mtu akiwa mwaminifu kuhakikisha kila kusanyiko takatifu yupo, akawa mwaminifu kwamba katika wiki siku hii moja anafunga masaa 24 kwa ajili ya kujiachia kuomba, kwa kumaanisha
hilo darasa la kwanza hilo tayari linaenda vizuri, kwa sababu mengine yatatokea hapo yanayotokana na hilo. Haleluya! Kwa wanaotaka kupiga hatua sasa, haya tutaongea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanaotaka kupiga hatua sasa, unaanza kuwa na nyongeza zako. Kwa mfano, unaweza kusema kila robo mwaka, si ndio? Robo mwaka ni kuanzia lini? Januari mpaka mwezi wa 3 ukiisha ni robo. Mwezi wa 4 mpaka wa 6 ukiisha ni robo ya pili ya miezi mitatu ni robo mwaka, si ndio? Kwa hiyo unaweza kujiamulia, na hilo nalipendekeza sasa kwa mtu ambaye yuko darasa la kwanza, kila robo mwaka angalau kao kuna siku ngapi? 2 za kufanya nini? Za kufunga, za kwako mwenyewe. Hilo unapanga. Hiyo wanaita ratiba binafsi eti. Hilo ni ratiba binafsi. Angalau kila miezi mitatu ukawa na siku zako 2 ulizosema mimi na Bwana nazipanga mwenyewe. Utakuwa nyumbani, utakuwa mlimani, utakuwa pa kanisani, utaenda kwa rafiki yako ambaye na chumba ambacho hakina mtu, kaenda kujifungia huko, ni wewe. Lakini angalau siku ngapi? 2. Hapo uko darasa la ngapi? La kwanza. Anaenda vizuri. Kwa sababu kuna darasa la kwanza wanaodoji, wakwepa. Na kwa taratibu hizo, ukiwa mwaminifu hivyo mwaka wewe mwenyewe utasimama uanze kumshuhudia Kristo. Wewe mwenyewe utaanza kusimama na kumshuhudia Kristo. Wewe mwenyewe utaanza kushuhudia mambo ambayo Mungu amekutumia kuyafanya. Haleluya. Neema, Mungu akutupa neema tuendelea kuyaongelea. Lakini ni mazoezi ya kupata utaua ni ya muhimu sana. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi siku 21 ni zoezi zuri sana la kupata nini? Utaua. Sasa ni washauri neno moja. Katika kipindi hiki, kwa sababu roho yako inakuwa nyepesi, roho yako inatoka kifungoni. Yaani roho yako inatoka kifungoni. Wakati unaendelea hivi inazidi kutoka kifungoni, inakuwa huru. Na kadiri roho yako inapokuwa huru, unakuwa na shauku sana na mambo ya Mungu. Unakuwa na kiu sana na mambo ya Mungu. Unaanza kuona, yani akili zinakuwa za uangavu. Unaanza kuona vitu vingi vizuri. Hata biashara uzokuwa unafanya unasema kumbe ningefanya hivi. Yani uangavu unakuepo, iwe ni kazini, iwe ni kila kitu, iwe ni kwenye huduma, uangavu unakuepo vizuri sana kwa sababu roho ndio inaelea sasa. Haleluya. Sasa nikushauri neno moja. Wakati wa kuweka mikakati mizuri ya kuendeleza hicho utakachotoka nacho hapa ni kipindi hiki tunachoomba. Usiseme nikimaliza nitafungua nikae kama wiki moja nikae chini anaanza kuweka mkakati ya kuendeleza zoezi la kupata utaua. Utaanza kuingiliwa. Hapa Roho Mtakatifu anachoongea na wewe wakati tunaendelea, kuwa na kitabu kako kadogo, andika point. Na muombe Mungu akupe sasa namna mkakati wa kuhakikisha kwamba siku ile ya Ijumaa ya maombi ya kufunga hukosi kama huko nyuma. Haleluya. Hukosi kama huko. Si unajua huko nyuma tulikuwa ni huria. Ni huria. Tulikuwa hata tuulizani kwa sababu wengine walishaachana na kufunga. Mwingine akifunga saa 12 huyo ameshafungua ugali kwa nguvu na ameshasahau kama alikuwa amefunga. Kwa anza kuweka tu mkakati sasa hivi. Ili tukianza unatokea huko kuna speed hiyo hamna kurudi nyuma. Haleluya.